Tatizo sio kujua kama mahusiano uliokuwepo ni sahihi ama sio sahihi, bali tatizo ni nini utaamua baada ya kugundua mahusiano uliokuwepo sio sahihi. Hapo ndo kwenye changamoto, na hapo ndo watu wengi wanakwama. Watu wengi siku hizi kufahamu kwamba wapo katika mahusiano aina gani sio shida tena. Watu wengi sasa hivi wanafahamu kama wapo katika mahusiano mazuri, wanafahamu kwamba mimi nipo katika mahusiano mazuri, na kama wapo katika mahusiano mabaya, siku hizi wanafahamu kwamba haya mahusiano yaliokuwepo ni mabaya. Ila wapo watu wanaamua kubaki katika mahusiano hayo mabaya kwa sababu wanashindwa kutoka, na wapo watu wanaamua kutoka katika mahusiano mabaya kwa sababu wameweza kutoka. Sasa leo nataka nizungumze na wale watu wote wenye hii changamoto ambao wanafahamu wapo katika mahusiano mabaya, wanatamani kutoka lakini wanajisi kushindwa. Leo nitakwambia mambo mawili ambayo unaweza ukayafanya baada ya kugundua kwamba upo katika mahusiano ambayo sio sahihi kwako. Sawa? Leo nitakwambia mambo mawili na yatakusaidia, na baada ya hii video kuisha na kuhakikishia utafanya maamuzi sahihi sana. Sawa? Karibu sana kwa Mbeki Crispin, hii ni Mbeki TV. Sasa jambo la kwanza unalotakiwa kulifanya baada ya kugundua upo katika mahusiano ambayo sio sahihi, usiamue chochote. Kwa sababu hapo ndo kwenye mtego. Watu wengi wanafikiri ninapogundua mwanaume wangu ananisaliti, ninapogundua huyu mwanaume sio sahihi, ninapogundua huyu mwanamke sio sahihi, ama haya mahusiano sio sahihi, inapaswa nifanye maamuzi ya haraka. Kwa nini anafikiria anatakiwa afanye maamuzi? Kwa sababu anakuwa ameumizwa kihisia ama hajatoshelezwa kihisia. Ushanifahamu? Kwa hiyo maamuzi utakotaka kuyachukua baada ya kupata kujua ukweli wa kwamba upo katika mahusiano ambao sio sahihi, yatakuwa ni maamuzi yatakayoongozwa na hisia. Na as we know, hisia siku zote zinaendana na miemko. Mfano, labda nikupe mfano kidogo mdogo unielewe. Ukigundua mwanaume wako anakusaliti, utapanic. Utaona okay, tumeahidiana mambo makubwa, tumefanya vitu vingi, aliniambia ananipenda, unajua aliniahidi hiki na hiki, kwa nini ananifanyia hivi? Kwa utapanic na utafanya maamuzi. Kwa ukifanya maamuzi kwa kutumia hisia zile za maumivu, maana yake utakuwa umefanya maamuzi kwa kutumia hisia, na hisia haziwezi kuaminiwa katika maamuzi. Always ukifanya maamuzi ya hisia, hayo maamuzi usiyaamini my friends. Kwa nini nakwambia usiyaamini? Kwa sababu kama hisia ndio zitakuamulia wewe kusema kwamba navunja ya mahusiano, trust me, hisia hizo hizo zitakugeuka na kukuambia kwamba hauwezi kuishi bila huyo mtu. Hisia hizo hizo zitakugeuka na kukuambia kwamba ukimwacha huyu utaishi vipi? Mbona ndio unayempenda sana? Mbona ndio unajisikia vizuri kuwa naye? Hisia hizo hizo zitakufundisha kumsamehe. Na hautomsamehe kwa sababu umemsamehe kiukweli, uko radhi naye. No, utamsamehe kwa sababu hisia zitakwambia kwamba najisikia vizuri kuwa na mtu fulani, sijisikii vizuri kuwa mbali naye. Sasa ndio maana nasema utakapogundua sio mahusiano sahihi, usifanye maamuzi yoyote, kwa sababu hapo utafanya maamuzi kwa kutumia hisia, na hisia baadaye zitakugeuka. Kwa jambo la kwanza, utakapogundua kwamba mahusiano uliokuwepo sio sahihi, usitafute kufanya maamuzi, ama usinganganie lazima nifanye maamuzi, lazima no, usifanye maamuzi yoyote. Sasa kwa sababu utaki kufanya maamuzi yote, twende kwenye jambo la pili. Jambo la pili, yaache malengo uliojiwekea, ama malengo yako ndiyo yafanye maamuzi. Jambo la kwanza, usifanye maamuzi kwa sababu utafanya maamuzi kwa kutumia hisia. Utaliangalia lile tatizo na kukupelekea kujisikia vibaya na kufanya maamuzi. Sasa usifanye maamuzi kwa kutumia hisia. Jambo la pili, acha malengo yako ya kufanyia maamuzi. Nikupe mfano mdogo kabla sijaenda ndani ya hili jambo la pili. Mfano, wewe una marafiki wengi sana tokea utotoni, pengine huko ushawahi kusoma nao, ushawahi kufanya nao kazi, wengine ni wengi ambao wengine sasa hivi nikikuuliza wako wapi haujui hata wako wapi. Na pengine miaka kadhaa nyuma ulikuwa unafikiri utakuwa nao pamoja, mtashirikiana, mtajenga kampuni, mtafanya kazi pamoja, mtajenga taasisi pamoja. Kuna ndoto nyingi ulikuwa nazo na watu fulani hivi ambao sasa hivi hawapo katika maisha yako. Lakini nikuulize tu, hawapo, na pengine hawapo na hata haustuki kama hawapo. Naweza nikakuuliza kusema hivi yule yupo, wakati ulikuwa na ndoto naye kubwa sana hapo mwanzo. Kwa nini hawapo afu wewe ustuki na unaendelea na maisha yako? Kwa sababu malengo yalikuongoza kutafuta watu wapya. Malengo yalikuongoza watu unaoendana nao. Mimi na marafiki zangu wacheza mpira, ni marafiki zangu, lakini sipo nao karibu na sistuki.
nina marafiki zangu ambao tunashirikiana katika masuala haya ya kutoa ushauri, au ni marafiki zangu this time na nipo nao karibu. Sijafanya maamuzi ya kusema siwataki hawa, ila malengo yangu, ndoto zangu zimeniamulia watu gani wa kuwa nao katika maisha. Kwa hiyo ukifanya maamuzi kwa kuachia malengo ya kuongoze, maamuzi yako hayatakuwa ya kujutia. Maamuzi yako hayatakuwa ya kukuumiza. Maamuzi yako hayatakuwa yale ya kupanic. Yatakuwa yapo katika system yako, automatic tu yanatokea. Sasa kwa nini nilikwambia acha malengo yako ya kuongoze? Kwa maana hii hapa. Lazima utazame ulikuwa na malengo gani? Yaani una malengo gani katika maisha yako ya mahusiano na maisha yako ya kiujumla? Utaangalia malengo yako yalikuwa baada ya muda fulani ufanye kitu fulani, uwe na mwanaume wa namna fulani, mwanaume wako awe na namna fulani, commitment yako na mwanaume wako iwe namna fulani. Yaani kuna namna malengo yako na ndoto zako, si ndio? Tunaita kama maono, yatakwambia ni kitu gani unachotakiwa kukielekea. Alafu utaangalia hapa ulipo ndipo unaelekea hayo maono. Then utaona malengo yako yatakuamulia kwamba hapo ulipokuepo sio sehemu sahihi. Sasa hapa utachagua vita mbili kubwa. Nasema vita ya dunia hii. Utachagua vita mbili kubwa. Vita ya malengo na vita ya kihisia. Sume hapo kitu umeshaanza kunielewa. Ukifanya maamuzi ya kihisia, hisia itakosa challenge, itakosa mtu wa kumchallenge. Kwa ndio maana inaweza ikawa rahisi ukijisikia kumisi ama ukijisikia uwezi kuishi bila yeye ukatamani kurudi, kwa sababu kuna hisia tu. Lakini ukishirikisha malengo, manake even if kuna muda itafika tu unatamani kurudi kwake, unamkumbuka, unafikiria uwezi kuishi bila yeye, hisia zinakuambia hivyo, afu malengo yatarudi kwako kukuambia unajua nini? Sawa, anakufurahisha, unatamani kuwa naye, unafikiri anaweza akakidhi yale malengo na matakwa tunayohitaji kwa maisha ya baadaye. Kwa utakuta malengo yanakufanyia maamuzi ili uweze kuwa na msimamo katika maamuzi utakayoamua. Kwa sababu nikwambie kitu, kumwacha mtu unayempenda sio shida. Shida ni kubaki na huo msimamo wa maamuzi uliochukua. Watu wengi leo hii wanaweza kumwambia mwanaume au mwanamke sikutaki, kwanza leo sikutaki, ila baada ya miezi 6, baada ya mwezi wanarudi. Na wanarudi japo wanafahamu kwamba huku ninaporudi ni sehemu ya hatari, ila hisia zinamfanya ashindwe kujizuia, anarudi na anakuwa tayari kuteseka kwa sababu hisia zinamlazimisha. Sasa hisia zinakupa upofu wa kutoona mbele, ama ya kukuficha hata kutokuwa na future ama kutokuwa na malengo. Kwa from today usifanye maamuzi utakapogundua mwanaume wako anakusaliti, bali yaache malengo yako ya kufanyia maamuzi. Kwa sasa utakapokuwa na malengo ya kusema kwa mimi na malengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, malengo yale yatakupa majibu ya kwamba okay, kwa malengo uliokuwa nayo huyu sio mwanaume kwa naye, kwa malengo uliokuwa nayo huyu sio mwanamke kwa naye. Then kwa sababu unahitaji sana ama unayapenda sana maisha yako, utayafuata maono yako. Kwa hiyo unaweza kawa unampenda sana wewe mwanaume, unampenda sana wewe mwanamke, lakini utasema kwa ajili ya mustakabali wa maisha yangu mazuri, nachagua maamuzi ya kuyafuata malengo yangu, sio kufuata hisia zangu. Kwa mtu amenielewa? Kwa hiyo sasa wale wote ambao wanafahamu wapo katika mahusiano ambayo sio sahihi, lakini wanashindwa kujua nini waamue, nimewaambia mambo mawili. Jambo la kwanza, usiamue chochote kwa kupitia hisia zako, kwa sababu unaumia sana, unajisikia vibaya, basi unataka kuamua kwa sababu umejisikia vibaya. Vipi kesho ukijisikia vizuri? Si utadanganyika? Kwa ukiamua kwa kupitia hisia utadanganyika. Na jambo la pili nikakwambia, yaache malengo yako ya kufanyia maamuzi. Utakapoacha malengo ya kuonyesha dira yako ya miaka kadhaa baadaye ikoje, hii itawapunguza watu wasiostahili kubaki katika maisha yako. Sawa sawa? Sasa nadhani hii video imekusaidia. Hayo ndio mambo mawili madogo sana, lakini ni makubwa sana. Na hii pia itakusaidia kujijenga bila kuwa na stress, bila kuwa na majuto ya kwamba kwa nini nimemwacha mwanaume mzuri, nimemwacha. No, kwa sababu itakujulisha ulimwacha kwa sababu ulichagua maisha yako, ulichagua mustakabali wako mzuri, ndio maana ulimwacha. Kwa hiyo always hautojuta, utamkumbuka, utammisi, lakini utasema unajua nini, ningebaki na yule nisingefika hapa, ama nikitaka kubaki na yule sitofika ninapokusudia. Kwa hiyo utaweza kuwa na misimamo
na maamuzi utakayochukua katika hayo mahusiano. Sawa eh? Sasa leo nilikuletea tu tip hiyo ya kuweza kukusaidia ama kuwasaidia wale wote ambao wanaamini wapo katika ama wanajua wapo katika mahusiano ambayo sio sahihi, lakini wanashindwa kujua ni kitu gani kinatakiwa kifuate ama wanahitaji wakachukua maamuzi sahihi. Sasa hizi njia mbili zitakusaidia sana. Kama hii video imekusaidia, naomba uniandikie katika comment hapo, comment section, niambie changamoto yako ilikuwa ni kufanya maamuzi ama changamoto yako ilikuwa inazuiliwa na nini? Ama maamuzi gani unataka kuyachukua na unajisi unashindwa? Niandike katika comment yako, lakini naamini hii video imekusaidia sana. Kama una changamoto nyingine binafsi, namba zangu unaziona hapo zinapita, nitafute kwa namba zangu za simu. Nimeandaa utaratibu mzuri sana wa kuweza kushauri watu huko katika mitandao na uhakika nitakusaidia kwa changamoto yoyote unayopitia. Ila ni cheki WhatsApp. Ukinipigia sometimes unanikuta niko busy, lakini ni cheki WhatsApp na usinitumie normal text, tuma text ya WhatsApp. Mimi nikuage na kushukuru kuwa na mimi mwanzo mpaka tunapoelekea mwisho. Mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi kingine kinachofuata. Ulikuwa na mimi Mombeki Crispin, hadi wakati mwingine tena. Bye bye.